Msomaji wako jioni hii ni mimi Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Kundi la Hamas limesema liko tayari kwa mazungumzo na Israel. Watu 6 wafariki na wengine 40 hawajulikani walipo baada ya meli ya uhamiaji kuzama katika bahari ya Mediterania. Na Rais Zelensky wa Ukraine atolea wito Marekani kufuatilia makubaliano ya usitishaji wa mashambulizi kati yake na Urusi. Habari kamili. Gaza. Kundi la wanamgambo wa Hamas limesema bado njia ya mazungumzo ya amani kati yake na Israel iko wazi, na limetolea mwito kwa Israel kutekeleza makubaliano ya usitishaji wa vita yaliyotiwa saini Januari 19. Wito huo unafuatia hatua ya Israel kuyavunja makubaliano hayo na kuanzisha upya mashambulizi huko Gaza. Mapema leo Israel ilifanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza na kuua watu 13 kwa mujibu wa shirika la ulinzi wa kiraia kwenye ukanda huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi hayo ni mwanzo tu na kwamba wataendelea nayo hadi pale mateka waliochukuliwa na Hamas watakapoachiliwa. Umoja wa Mataifa na mataifa mbalimbali ulimwenguni yamelaani idadi kubwa ya vifo vya raia katika mashambulizi hayo mapya ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 400 kwa mujibu wa Wizara ya Afya eneo hilo inayosimamiwa na Hamas. Hadi sasa mashambulizi ya Israel huko Gaza yameua zaidi ya watu 48,000, wengi wao wakiwa ni raia, kulingana na takwimu za Wizara ya Afya ya eneo hilo. Roma. Watu 6 wamefariki na wengine 40 hawajulikani walipo baada ya meli ya wahamiaji kuzama katika bahari ya Mediterania. Taarifa hizo zimetolewa leo Jumatano na Umoja wa Mataifa wakati mamlaka za Italia zikiendelea na jitihada za kuwatafuta manusura katika kisiwa cha Lampedusa. Chiara Codoletti, mwakilishi wa Italia katika shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, amechapisha katika mtandao wa kijamii wa X kwamba watu wengi wamepoteza maisha kufuatia mkasa huo. Mwakilishi huyo ameongeza kwamba boti hiyo yenye uwezo wa kubeba watu 56 iliondoka katika bandari ya Tunisia ya Sfax siku ya Jumatatu kabla ya kupata matatizo. Takriban wahamiaji 8,743 wamewasili nchini Italia tangu kuanza kwa mwaka huu, hiyo ikiwa ni ndogo zaidi kuliko kipindi kama hicho mwaka uliopita, kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameanza mazungumzo na Rais Donald Trump, akitoa wito kwamba Marekani inapaswa kufuatilia uwezekano wote wa kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi yanayolenga miundombinu ya nishati. Awali akiwa nchini Finland hivi leo, Zelensky ambaye daima amekuwa na mashaka na ukweli na Rais Vladimir Putin wa Urusi kwenye usitishaji mapigano alisema, tulikuwa na mkutano mzuri sana wa timu zetu. Nadhani kila kitu kilikwenda sawa, tofauti na Urusi ambayo haijaridhika wakati kitu kinaenda katika mwelekeo sahihi. Hapo jana Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin walikubaliana juu ya usitishwaji mara moja wa mashambulizi katika miundombinu ya nishati nchini Ukraine kwa siku 30 ikiwa Ukraine pia itatekeleza makubaliano hayo. Lakini pamoja na makubaliano hayo, jeshi la anga la Ukraine limeripoti mapema leo kuzidungua droni 72 kati ya 145 zilizorushwa na Urusi usiku wa kuamkia leo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Serikali inayomaliza muda wake nchini Ujerumani imekubali kutoa kiasi cha euro bilioni 3 kama msaada wa kijeshi kwa Ukraine mwaka huu baada ya wabunge kupitisha mipango ya marekebisho ya fedha. Kwa mujibu wa hati ya msaada wa kijeshi, Wizara ya Fedha iliyothibitishwa na shirika la habari la Reuters leo Jumatano, hatua hiyo inaonekana kama mafanikio kutoka kwa Kansela Olaf Scholz anayemaliza muda wake na ambaye amekuwa akisisitiza juu ya kurahisisha sheria na kulegeza masharti ya kukopa. Hatua hiyo inajiri wakati ambapo Marekani chini ya utawala mpya wa Rais Trump ikiwa imesitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine na yake kuitaka Ulaya kuisaidia zaidi Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi. Viongozi wa mataifa ya Umoja wa Ulaya wanakutana siku ya Alhamisi na Ijumaa wiki hii, na miongoni mwa mada ni suala la misaada kwa Ukraine. Na hatimaye Addis Ababa. Serikali ya Eritrea imetolea mwito jumuiya ya kimataifa wa kuishinikiza Ethiopia kuheshimu uhuru na uadilifu wa mipaka ya majirani zake, wakati ambapo mvutano ukiongezeka kati ya mataifa hayo mawili
ya pembe ya Afrika. Nchi hizo mbili ambazo zilikuwa maadui wakubwa tangu Ethiopia ipate uhuru wake mwaka 1993 zilitia saini mkataba wa amani wa mwaka 2018. Hata hivyo, baada ya vita vya Tigray vya mwaka 2020 hadi 2022 ambavyo Eritrea ilisaidia Ethiopia dhidi ya vikosi vya Tigray, uhusiano baina ya nchi hizo mbili ukadorora tena. Malengo ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa Ethiopia ya kupata ufikiaji wa baharini yameikasirisha Eritrea ambayo inaishutumu kwa kutaka kuitumia bandari yake ya Asab. Waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, amesema Eritrea inashangazwa na malengo potofu na iliyopitwa na wakati ya Ethiopia ya kutaka kuwa na kambi ya kijeshi na ya wanamaji kupitia diplomasia au nguvu za kijeshi. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Mengi tumekuandalia katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Asante sana Suleiman Mwiru kwa kutusomea habari za ulimwengu, na miongoni mwa ambayo utayasikia katika uchambuzi wa ripoti, Wizara ya Afya ya Gaza imesema watu 970 wameuawa ndani ya siku mbili za mashambulizi ya jeshi la Israel. Vile vile kuna ripoti ya Rais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea dhamira yao ya kusitisha mapigano mara moja, na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika, vile vile tuko mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Moja kwa moja basi tuanzie na uchambuzi. Wizara ya Afya ya Gaza imesema watu 970 wameuawa ndani ya siku mbili za mashambulizi ya jeshi la Israel. Umoja wa Mataifa na nchi mbalimbali duniani zimelaani mauaji ya raia kufuatia wimbi hilo jipya la mashambulizi dhidi ya Gaza. Jeshi la Israel kwa upande mwingine limekanusha kushambulia eneo la Umoja wa Mataifa katika mji wa Deir al-Balah. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Ukanda wa Gaza umegubikwa tena na kiza cha simanzi kwa mauaji yanayoendeshwa na jeshi la Israel linalofanya mashambulio ya anga kwenye maeneo mbalimbali ya Gaza. Leo watu 13 wameuliwa kwa mujibu wa shirika la kuwalinda raia kwenye mashambulio mapya yaliyofanywa baada hapo jana Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema mashambulizi ya vikosi vyake ndio kwanza yameanza. Raia mmoja wa kigeni ni miongoni mwa waliouawa na 4 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga eneo la makao makuu ya Umoja wa Mataifa ya Gaza kwa mujibu wa Wizara ya Afya, lakini jeshi la Israel lenyewe limekanusha kushambulia jengo la Umoja wa Mataifa, huku likitoa mwito wa kuwataka raia waondoke kwenye maeneo wanakoshambulia. Umoja wa Mataifa na mataifa mbalimbali ya ulimwengu wamelaani kinachoendelea Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amezungumzia kusikitishwa kwake na kinachoendelea Gaza, akisema picha zinazoonekana kutoka Gaza, kuanzia za wazazi wakibeba watoto wao, watoto wadogo, hadi za mahospitali zinashtua. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Mfalme Abdullah wa Jordan aliyeko ziarani Paris wametoa mwito wa vita kusitishwa. Macron ameyaita mashambulizi ya Israel ni hatua ya kusikitisha inayorudisha nyuma juhudi ya amani, huku Mfalme Abdullah akilaani mauaji ya raia, akiliita wimbi hilo jipya la mashambulizi kuwa hatari. Mashambulizi ya Israel yaliyorejea tena dhidi ya Gaza ni hatua hatari sana ambayo inaongeza hali mbaya zaidi katika hali ya kibinadamu ambayo tayari inatisha. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua haraka na kushinikiza kwa pamoja hatua zichukuliwe kurejesha usitishaji mapigano na utekelezaji wake. And the implementation. Kundi la Hamas limesema liko tayari kwa mazungumzo ya kurudisha mpango wa usitishaji vita, lakini pia limesema halitokubali kushauriana kuhusu makubaliano yaliyofikiwa Januari 19. Lakini Israel kwenyewe, maelfu wamekusanyika Jerusalem wakimpinga waziri mkuu wao Benjamin Netanyahu, wanayesema anahujumu demokrasia na kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Gaza bila ya kuwajali wa Israel wanaoshikiliwa mateka. Yair Lapid, kiongozi wa upinzani, ni sehemu ya wanaompinga Netanyahu. Tunakwenda mitaani kwa sababu serikali ya Israel imepoteza uhalali. Ikiwa unataka kuona mateka wanarudi nyumbani,
jiunge na maandamano. Ikiwa unajua kwamba bila ya tume ya uchunguzi ya serikali hatutofahamu kilichotokea, na kibaya zaidi unajua kwamba yatatokea tena, basi shiriki maandamano. Kundi la Hamas bado linaendelea kuwashikilia mateka 59 wakiwemo 24 wanaosadikika kuwa hai. Asante sana Saumu Mwasimba ukiangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Tuelekee sasa katika mzozo mwingine. Marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea dhamira yao ya kusitisha mapigano mara moja bila ya masharti baada ya kufanya mazungumzo ya kushtukiza nchini Qatar Jumanne. Mkutano huo uliofadhiliwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ulifanyika saa chache baada ya mazungumzo ya amani nchini Angola kuvunjika. Idi Sesanga anayo maelezo zaidi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalithibitishwa katika taarifa ya pamoja kutoka Rwanda, DRC na Qatar, yakisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu. Hata hivyo, haijulikani ikiwa kundi la waasi la M23 litaheshimu mpango wa usitishaji mapigano kutokana na ukweli kwamba linadhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC, ikiwemo miji yake miwili mikubwa. Mapema Jumanne, jaribio la kuwezesha mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na M23 nchini Angola lilishindikana baada ya kundi hilo la waasi kujiondoa dakika za mwisho. Mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC umekuwa mbaya zaidi tangu Januari na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kukimbia makazi yao. M23 ambalo linadai kutetea maslahi ya Watusi wa DRC limekamata miji mikuu kama Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa DRC, zaidi ya watu 7,000 wameuawa, ingawa idadi hii haijathibitishwa na vyanzo huru. Mkutano wa Doha umejiri siku moja baada ya mtangulizi wa Tshisekedi, Joseph Kabila, kumtuhumu rais huyo ambaye alifarakana naye baada ya kuingia madarakani kuwa ndiye tatizo na kuonya juu ya machafuko zaidi. The problem is President Felix. The solution is President Felix. Tatizo ni Rais Felix, suluhisho ni Rais Felix. Sasa unaelewaje hilo? Unalitafsiri vipi? Kushoto au kulia? Juu au chini? Ni juu yako. Lakini maamuzi muhimu yanapaswa kufanywa. Na katika nyakati muhimu ulifanya maamuzi muhimu, na hizi ni nyakati muhimu kwa Kongo. Kwa upande wetu, kama nilivyosema, tunakusudia kushiriki kikamilifu katika kila kinachotokea, hasa kwa upande wa amani. Especially as far as peace is concerned. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inadai kuwa Rwanda inaidhibiti M23 moja kwa moja, ikiwa na takriban wanajeshi 4,000 wanaounga mkono kundi hilo kwa lengo la kunufaika na rasilimali za madini katika taifa hilo, ikiwemo dhahabu na coltan. Hata hivyo, Rwanda inakanusha kuwasaidia waasi wa M23, ikisisitiza kuwa inakabiliwa na tishio kutoka kwa kundi la FDLR anzishwa na viongozi wa Kihutu waliokuwa sehemu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Mkutano wa Jumanne nchini Qatar ulikuwa wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa DRC Felix Tshisekedi tangu M23 ilipozidisha mashambulizi yake. Ingawa mkutano huo ulielezwa kuwa wa kawaida na usiokusudiwa kuchukua nafasi ya juhudi za amani zilizopo, viongozi hao wawili walikubaliana kuendeleza mazungumzo yaliyoanzishwa Doha. Qatar, inayojulikana kwa juhudi zake za upatanishi katika migogoro ya kimataifa, ilihusika kwa karibu kuwezesha mkutano huo. Wachambuzi wanasema kuwa uhusiano wa karibu wa Rwanda na Qatar ulimfanya Kagame aone vigumu kukataa mwaliko huo, huku Tshisekedi akihisi shinikizo kutokana na hali ngumu ya usalama, akilazimika kutafuta suluhisho. Maelezo ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yatapangwa katika siku zijazo, lakini kuvunjika kwa mazungumzo ya Angola kunadhihirisha changamoto kubwa za mgogoro huo. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia maendeleo kwa matumaini kwamba mazungumzo yanayoendelea yatafungua njia ya utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo. DW tunavuma kwa kishindo.